Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nataka tujifunze kwa habari ya msingi wa imani. Kuna kijana mmoja ambaye niliwahi kukutana naye. Yeye aliniambia kwamba, mtumishi wa Mungu, nitajuaje kwamba mimi ninayo imani? Mbone ninaamini kabisa, lakini mbone matatizo bado yapo. Sasa huyu ni mmoja. Ni watu wangapi ambao kwenye situation kama hiyo, mazingira kama hayo? Sasa nataka tujifunze msingi wa imani. Kupitia somo hili la msingi wa imani, ndio ambalo litakalokuwezesha wewe kutambua kwamba moja, unayo imani. Yesu akasema hivi, mkiwa na imani ndogo kama chembe ya haradali, mtaweza kuambia mlima, ng'oka utupe baharini. Amen. Sasa hebu tuanze kuona kwanza, unapozungumza imani, nini maana ya imani? Imani ni neno la Mungu. Imani ni roho ya Mungu. Maanake bila neno huna imani. Sasa kumbuka, bila wewe kuwa na neno huna imani. Utakuwa nayo imani, lakini imani nyinginezo. Lakini sasa imani ya Mungu ni neno lake. Imani ya Mungu ni roho yake. Sasa hebu tuone, somo letu linasema msingi wa imani. Unapozungumza neno msingi, maana yake ule, tuseme kama mzizi. Hebu ngoja tusome katika kile kitabu cha Mwanzo sura ya 12 tukianzia mstari wa kwanza. Biblia inasema hivi, Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayo kuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulanie atalaniwa, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Basi Abrahamu akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Tuishie hapo. Somo letu nataka nikuonyeshe msingi wa imani. Namba moja, unapozungumza imani, mtu wa kwanza mwenye imani ni Mungu. Mmiliki wa imani ni Mungu. Sasa Mungu aliamua kuitoa imani yake, anaamua kumpa mtu, anaamua kumkabidhi mtu, ili na yule mtu awe na imani ya Mungu. Sasa kumbuka Ibrahimu. Kwa nini Ibrahimu aliitwa baba wa imani? Kumbuka yeye ndio wa kwanza kupewa lile neno na la imani kwamba ondoka uende mpaka kwenye nchi nitakayokuonyesha. Maana yake anaondoka, hajui anakokwenda, anaondoka hajui mahali anakoenda, kwa akaanza kwenda kwa imani. Sasa kumbuka, unapozungumza imani ni neno la Mungu, lile agizo ambalo Mungu alilitoa, yale maelekezo ambayo Mungu aliyatoa. Shida ilikuwa sio kwenda mahali ambako Mungu alikomwambia aende. Shida ilikuwa ni yale maelekezo, kupokea yale maelekezo. Shida ilikuwa kukubaliana na yale maelekezo, halafu uyaingize kwenye matendo. Hiyo ndio ilikuwa changamoto. Kwa Ibrahimu akaanza kuondoka, akawachukua na ndugu zake kina Lutu, wakabeba na wake zao. Kwa hiyo unapozungumza imani, maana yake imani ni maagizo, imani ni maelekezo, imani ni neno. Kwa Ibrahimu alipokea neno moja kwa moja kutoka kwa Mungu, na wakati Mungu anamwambia aondoke, alikuwa kwenye usingizi.
Sasa halafu ndio anaenda sasa, unaona Sasa hiyo ilikuwa namba moja. Ukija tena ukasoma ile Mwanzo, somo letu usisahau ni msingi wa imani. Imani ilikotokea, imani chanzo chake ilikoanzia. Sawa Sasa Biblia inasema hivi, ikawa baada ya mambo hayo Mungu akamjaribu Ibrahimu, akamwambia Ibrahimu, naye akasema mimi hapa. Ibrahimu naye akasema mimi hapa. Akasema mchukue mwanao, mwana wako wa pekee umpendaye, Isaka, uende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmojawapo nitakao kwambia. Ibrahimu akaondoka alfajiri, akatandika punda wake, akachukua vijana wawili pamoja naye na Isaka mwanaye, akachinja kuni kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa. Akaondoka akaenda mpaka mahali alipoambiwa na Mungu. Siku ya tatu Ibrahimu akainua macho yake, akaona mahali pakali mbali. Ibrahimu akawaambia vijana wake, kaeni ninyi hapa pamoja na punda, na mimi na kijana tutakwenda tukaabudu na kuwarudia tena. Basi Ibrahimu akazitoa kuni. Sasa hapo utaendelea kusoma kwa wakati wako, lakini nataka nikuonyeshe msingi wa imani au chanzo cha imani. Mungu anataka sasa aitoe imani yake, awagawie watu, awape watu. Sasa Mungu akaamua kuanza na Ibrahimu. Sasa ndio maana Ibrahimu anaambiwa, ondoka wewe uende mpaka mahali nitakapokuonyesha, ili ukalikalishe huko jina langu. Ibrahimu anaondoka kwa imani. Biblia inasema Mungu akamjaribu tena, akamjaribu Ibrahimu. Maana yake nini? Unapozungumza imani, imani ni maelekezo, imani ni neno. Kile ambacho Mungu alimwelekeza Ibrahimu ilikuwa ni neno, ilikuwa ni sauti ya Mungu. Kwa hiyo lilikuwa ni neno, ila la kwenda kutekeleza mpango. Sasa ndio maana sasa kupitia Ibrahimu, baada ya yeye kutii, baada ya yeye kufanikisha, akaitwa baba wa imani. Maana yake imani, sasa Mungu akafanikisha mpango wake, akamkabidhi mtu ile imani. Kwa hiyo ndio maana akaitwa baba wa imani. Kwa hiyo imani ndio inaanzia sasa kwa Ibrahimu, kupitia ule mbaraka ambao Mungu alimwambia Ibrahimu kwamba katika wewe mataifa yote yataitwa, na katika wewe mataifa yatakuwa kama nyota zilizoko juu mbinguni na mchanga ulioko pwani. Katika wewe watu watajibarikia. Sasa ndio maana hatumuoni Ibrahimu tena, ila katika Ibrahimu yule kuna uzao ndio unasimamishwa, ambao ni Kristo Yesu, ambao kupitia Yesu sasa ndio mataifa yote wanaomwamini Yesu, ndio tunapata ule mbaraka kutoka kwa Ibrahimu. Ila Ibrahimu anakumbuka kama baba wa imani. Tayari yuko ambaye aliyoinuliwa kupitia yeye, kupitia imani yake ndio tunamuona Yesu Kristo, ambaye huyu Yesu anatokea wapi? Yesu amekuja baada ya Ibrahimu kuamini. Ndio Mungu anampa sasa ahadi ili mataifa yote, ili mataifa tupate mbaraka kupitia Ibrahimu. Ndio maana leo hatuombi kwa jina la Ibrahimu, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Leo tunaomba kwa jina la nani? La Yesu. Kwa nini? Unapotaja neno Yesu, tayari Ibrahimu yuko ndani ya Yesu kupitia ile imani, ambayo Mungu tayari alimkabidhi.
na wewe unahesabika sasa ni mtoto wa ile imani, ni uzao wa imani. Kwa chanzo cha imani, ndio maana sasa na kuonyesha msingi wa imani. Unapomwamini Yesu tayari wewe una imani. Kwa jukumu lako ni kuanza kuitumia hiyo imani. Ndio maana watu wengi sina imani. Yesu akasema hata kama ukiwa na imani ndogo kama chembe ya haradali, ukiwa na imani, maana yake nini? Aliwazuia hawa wasiseme hawana imani. Maana yake aliwaonyesha hata kile kiwango kidogo. Naijua haradali, kuna miti fulani hivi, nadhani iko Dar es Salaam pia. Kuna miti fulani inakuwa ina tanuka sana hivi, huwa inatutunda fulani hivi twekundu, halafu kikabonyeza kale katunda kana tumbegu tudogo twingi. Hasa ile ni haradali, mbegu ndogo. Hasa umeona, usiseme kwamba hauna imani unayo. Jukumu lako nini? Jiconnect, jiunganishe na lile neno la imani. Amini, tembea kwenye hiyo akili, amini neno la Mungu. Kumbuka, unapozungumza imani, kuna imani ambayo iko nje ya neno la Mungu, imani ya dunia, imani ya ulimwengu, imani ya mashetani. Sasa na tunazungumzia imani ambayo Mungu aliamua kumpa mtu, kumgawia mtu. Kwa hiyo ndio maana imani unayo. Yesu akasema imani yako imekuponya. Hiyo imani ya uponyaji aliipata lini? Wakati gani? Saa ngapi? Wapi? Eneo gani? Nchi gani? Maana yake nini? Hiyo imani unayo. Yesu aliyowaponya aliwaambia imani yako imekuponya. Hiyo imani yake iliyomponya ni ipi? Alikuja nayo kutoka kwao? No, aliipokea kwa Yesu. Kwa hiyo Yesu ndio imani mwenyewe, neno ndio imani yenyewe. Kwa hiyo imani unayo. Kijana mmoja akaniambia, mimi sina imani. Mbone kama nina imani, mbone mambo yako ovyo na yanaendelea kuharibika? Sasa nataka utoke kwenye hiyo akili, endelea kufuatilia, utaweza kuendelea kukua, hutabaki kama ulivyo. Mungu akubariki. Naitwa Apostle na mwalimu wa neno Jeremia Joseph Mwandundushi. Mungu amenipa neema kubwa kulifunua neno lake na siri zake ambazo zilistirika, akawafunulia watoto wake, ukiwepo ni wewe unayesikia. Mungu akubariki. Amani iwe kwako. Sema